Katika mkutano huu tumezungumza mambo mengi. La kwanza, wameeleza mambo mazuri ambayo serikali imefanya, na kwa sababu hiyo wamenikabidhi tuzo maalum nimpelekee, ikiwa ni kutambua mchango wake sambamba na mabadiliko makubwa aliyosimamia ya kisheria ambayo yana vipengele mbalimbali vinavyowalinda na kuwawezesha kufanya shughuli zao katika nchi yetu. Lakini pia katika maelezo yao wameeleza changamoto mbalimbali, ikiwa ni pamoja na changamoto kubwa ya ongezeko la mzigo uliopo kwa mtaani na uchache wa vitendea kazi kama vile ICDs na kadhalika. Lakini pia wameeleza matamanio yao kuona namna ambavyo serikali ichukue hatua madhubuti ya kutumia fursa ya jiografia yetu kiuchumi, ikiwa ni pamoja na kuongeza bandari yetu ya Dar es Salaam, maboresho kwa ujumla na bahari ya Hindi, maziwa pamoja na usafiri wa ardhini. Kwa upande wetu serikali, cha kwanza tumewapongeza TASAA kwa sababu ni umoja wa wale wenzetu ambao ni mawakala wa meli hapa nchini kwetu, kwa kazi kubwa sana, kwa sababu katika hali ya kawaida bila kuwa na meli hauwezi kuwa na bandari, kwa sababu sehemu kubwa ya mzigo unaosafirishwa hapa unaletwa kwa njia ya maji. Na nchi kama hii ya kwetu ambao Mungu ameipa faida kubwa ya kuwa katika eneo ambalo nchi zingine hazina bahari na maziwa, lakini sisi tunazo. Kwa hiyo inakuwa ni fursa kwetu kujenga taifa makini. Nimeongea mambo mengi kwa niaba ya serikali. La kwanza, nimepokea changamoto zao na kuwaeleza kwamba serikali iko tayari kufanyia kazi mambo yote ambayo wameyasema hatua kwa hatua. La pili, nimewaeleza mambo ambayo serikali imefanya, ikiwa ni pamoja na kuendelea kuboresha bandari ya Dar es Salaam, kuanzisha au kujenga bandari ya Bagamoyo. Nimewaeleza kazi ambayo tumeifanya, serikali ya Dr. Samia imefanya kule Mtwara, kupeleka bilioni 157 kwa ajili ya kuboresha bandari ya Mtwara, ambayo hata mzigo sasa umeongezeka mpaka umefika tani milioni 2.5 kutoka 590 iliyokuwepo wakati ule. Kuanza ujenzi wa bandari ya Kisiwa Mgao ambao serikali imepeleka bilioni 435 ili kuhakikisha kwamba tunaweza connect kipande cha Southern Corridor. Nimewaeleza maboresho ya bandari ya Tanga ambapo serikali ilipeleka pesa bilioni 429.21 ambayo imewezesha kuongeza gati vizuri, eneo la kugeuzia meli sambamba na kina na kadhalika. Lakini nikawaeleza kwamba mabadiliko haya yameongeza karibu mara 3 hata mzigo uliokuwepo wakati huo, na mpaka sasa umeongezeka. Na nikawajulisha kwamba katika eneo hili la bandari ya Tanga serikali inategemea kuongeza gati zingine 3 kwa jumla ziwe 5, sambamba na eneo la Raskazoni kuongeza gati zingine 4 ikiwemo na gati kwa ajili ya mbolea. Wangu naitwa Daniel Malongo, ni mwenyekiti wa TASAA. Tumekuwa na AGM ya chama chetu, tumeongea mengi, lakini waziri ameweka summary nzuri sana ya mambo yote tuliyoyaongea katika mkutano. Kikubwa ambacho mimi napenda kusema ni kwamba TASAA tuko tayari kutekeleza Vision 2050 ambayo nchi yetu imeweka, kwamba lazima tuwe na uchumi wa trilioni 1 ifikapo mwaka 2050. Kwa hiyo ndio kubwa. TASAA members wako tayari, tutafanya kazi kwa weledi, kwa uaminifu ili kuwavutia watu wa landlocked countries waweze kupitia kwenye bandari yetu. Hilo ndio la mwisho, kwa sababu mengi ameyasema waziri.